Mama, habari yako? Salama. Naomba ujitambulishe, unaitwa nani, lakini pia umekuja kwa ajili ya mtoto yupi? Kwa majina naitwa Mariam. Ya, kwa hiyo hapa nipo kwa ajili ya mwanafunzi mtoto wangu anaitwa Hajra Haidari, kahitimu kidato cha 6. Unajisikiaje kumwona mwanao leo anatamatisha masomo yake katika shule ya sekondari Tusimu? Na furaha, yani na furaha sana. Nafurahia mwanangu, tumeanza hatua chini mpaka sasa hizi kahitimu kidato cha 6. Yani ni hatua nzuri sana kwa kweli. Sasa hivi tunajua kwamba wanafunzi wakisha hitimu sasa hivi wanaenda elimu ya chuo kikuu. Ushauri gani ambao mwanao ungependa kumpatia pindi atakapoanza maisha ya elimu ya chuo kikuu? Ushauri wangu mimi nashauri mabinti, hasa kwa mabinti, yani kwa maisha ya kule wanapoenda ni wataanza maisha ya kujitegemea. Hawatokuwa na ulinzi, hakutokuwa na walimu wa kuwasimamia ama na mzazi wa kumsimamia. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe na akili yake na kutambua kitu gani anachokihitaji baadaye. Nafikiri mpaka sasa hivi alipofikia hichi kidato cha 6 ana career yake ambayo anatarajia kufika mpaka hatua ya mwisho na aweze kupata kazi nzuri. Kwa hiyo tayari ana career yake. So mimi kwa ushauri wangu ni ajitambue, akifika kule afate kilichompeleka shule. Actually kuna vishawishi vingi, kuna makundi, kuna mambo mengi sana ya nje apart from school atakutana nayo, lakini kikubwa afocus kitu kilichompeleka. Asijaribu kuingiza kitu chochote kile ndani ya masomo yake. Yani hapo atajikuta amepoteza muda wa elimu yake yote ya chini toka ameanza msingi mpaka muda huo aliofikia chuo, itakuwa ni nothing. So what I advise ni yeye mwenyewe tu kujitambua na kujua kimempeleka nini pale shule. Mabinti wengi wa chuo kikuu walikuwa wametoa malalamiko kwamba wazazi wengi yani mabinti wanapofika chuo kikuu wazazi wengi huwa mnawaacha waanze kujitegemea wenyewe kwa kila kitu. Sasa hii imekuwa ni miongoni mwa sababu zinazosababisha wao kuingia katika makundi ambayo sio mazuri. Hili swala lina uhalisia gani ndani yake? Kwa hilo kwa kweli I'm not sure kupitia wazazi wengine, lakini kwangu mimi binafsi, kwa namna ambavyo tumemwangalia binti yetu kutokea msingi mpaka sasa hivi, sidhani kama hiyo kitu inaweza ikatokea kwamba tukamwachaniza mtoto. Na actually kitu ambacho mimi ninachohisi, watoto wenyewe wakishafika kule na imani wanakutana na makundi ambayo vishawishi vinakuwa vingi, kwa sababu wanakuwa wana uhuru uliopitiliza. Kwa hiyo kile kishawishi kinamfanya mpaka anasahau kama kuna wazazi pia wanahitaji kumsupport, anajisahau kama kuna kuomba mahitaji kwa wazazi wake. Matokeo yake anategemea mahitaji ya nje zaidi kuliko kwa wazazi wake, lakini sio kwamba wazazi wanaweza kumsahau. Alafu wanajikuta wamepata vishawishi ambavyo matumizi ambayo watapewa na mzazi wanahisi ni madogo, hayawatoshelezi, kwa sababu wanaingiwa na tamaa ya vitu vikubwa ambavyo viko nje ya uwezo wake. Kwa hiyo inambidi atumie njia zingine ambazo sasa ndo za hizo makundi za kutafuta watu kama ndo masponsa wanawasema. Yes, ambayo ni si kweli. Kama unajua kitu ambacho kimekupeleka shuleni na una focus na kilichokupeleka na unaridhika na uwezo wa mzazi wako anaokupatia, sidhani kama kuna mtoto ambaye anaweza akajaribu kuangalia nje kwamba katelekezwa. Hapana. Okay. Kitu cha mwisho, naomba uwashauri wazazi wenzako kwa maneno machache sana. Actually mimi napenda kutoa ushauri kwa wazazi. Inapofikia hatua mtoto kahitimu form 6, sio ndo hatua ya mwisho ya masomo. Labda akifika chuo ndo anaweza kujitegemea, kwa sababu watoto form 6 wanaomaliza wakienda chuo wanapataga
kuna ile boom inaitwa. Kwa hiyo mzazi anaashumu kwamba ile boom ndio imejitosheleza kila kitu kwa mtoto. Sasa asiangalie hiyo, amjali kama alivyokuwa anamjali awali, aendeleze kumjali hivyo hivyo, na ajitahidi kuwa karibu na mtoto wake kimasomo, kimaisha ya nje pia. Hiyo itamsaidia sana. Nikushukuru sana.